Tuliona katika sharti ya kwanza ni tahara. Mtu anayetufu anatakiwa awe ametoharika na hadathi zote mbili. Sharti ya pili sitrul aura, kusitiri uchi. Haitakiwi pale watu kutufu wakawa wako uchi kama walivyokuwa wakitufu ahli jahiliya. Kwa hiyo sharti la pili sitrul aura ni kusitiri uchi. Lihadithi Abi Huraira qala, kwa ushahidi wa hadithi Abu Huraira amesema, ba'athani Abu Bakari Siddiqi fi hijjati allati, alinituma. Ba'athani Abu Bakar, alinituma mimi Abu Bakari Siddiqi, Allah mridhie, fi hijjati allati, katika ile hija ambayo amarahu alaiha, alichaguliwa kama ni amiri yeye Abu Bakar kwenye hija hiyo Rasulullahi, na mjumbe wa Allah. Mtume hakwenda akamchagua Abu Bakar awe ni kiongozi akawaongoze watu kabla hijjatil wadai, na ilikuwa kabla ya hija ya kuaga ya Mtume sallallahu fi rahatin, katika kikundi cha watu, yuadhinuna fi nnasi, alituma kwenda kuwatangazia watu yauman nahari, siku ya kuchinja. Kapewa tangazo, katangaza hivi, la yahujju ba'da al-aami mushrikun, siruhusa kuhiji baada ya mwaka huu mshirikina yoyote. Kwa maana uko nyuma, mwisho mwaka huu. La yahujju, haitakiwi kuhiji, baada al-aam, baada ya mwaka huu, mushrikun, mshirikina yoyote siruhusa kuja kuhiji hapa. Wala yatufu bilbaiti uryan, wala haitakiwi tena kutufu kwenye nyumba ya Allah uchi. Kwa hiyo hadithi imekuja kukataza kwamba walitumwa akawatangazie watu kwamba mwaka wao mwisho ni huo, haitakiwi kuja kutembea pale au kuhiji na kutufu akiwa uchi. Hadithi rawahu Shaykhan, imepokewa na Bukhari na Muslim. Sharti ya tatu, an yakuna 7 ashwatin kamila, lazima tawafu iwe ni raundi 7 zilizotimia. An yakuna 7 ashwatin kamila, lazima ziwe ni raundi 7, kutufu ni raundi 7 zilizotimia, zitimie sawa sawa. Falau taraka khatwatan wahidan, kama mtu ataacha hatua moja tu, fi ayi shautin, katika raundi yoyote, basi la yuhsabu tawafuhu, haitahesabiwa tawafu yake. Akiacha hatua moja tu hakutimiza, basi tawafu yake haitahesabiwa. Fa in shakka, ikitokea ametia wasiwasi, hii ni ya 3 au ya 4, hii raundi ya 5 au ya 6, akawa na shaka, hajui ni ya ngapi, bana ala al-aqalli, anatakiwa ajenge msimamo kwenye namba ndogo. Bana ala al-aqalli, ajenge msimamo wake kwenye namba ndogo. Yani pengine una wasiwasi, hii ya 3 au ya 4, basi itabidi namba ndogo ni kusema ya 3. Ikiwa shaka yako iko hii ya 5 au ya 4, namba ndogo ina maana ni kusema ngapi? 4. Ikiwa hii ya 2 vile au ya 3, basi namba ndogo ni kusema ya 2. Sema ya 2 utakamilisha. Bana ala al-aqal, atajenga msimamo wake kwenye ile namba ndogo, hata yatayakana 7, ili upatikane uhakika na uyakini wa kuzunguruka raundi 7. Kwa sababu ukija ukipeleka kwenye namba kubwa, uhakika utakuwa huna. Ukisema si ya 4 au ya 3, ukasema ya 4 wewe, ingine ilikuwa ya 3, sasa hukutimiza. Lakini ukisema ya 4 au ya 3, ukasema ya 3, kumbe ilikuwa ya 4, maana yake utakuwa 7 umezipata, mara utafanya 8 sasa. Kwa hiyo haitakosekana 7, itapatikana uhakika. Wa in shakka ba'da al-firaghi min at-tawafi, akitia wasiwasi baada ya kumaliza tawafi, kushatufu raundi zote, ushamaliza, zilikuwa ngapi kweli? Kweli nimetimiza 7 au 6 zile, ushamaliza. Fala yalzimuhu shay'un, hapo halazimikiwi na chochote, ndio imetoka hiyo. Lakini sharti ya 4, an yabda at-tawaf min al-hajari al-aswad,
lazima aanzie tawafu yake pale sawa na Hajar Aswad, pale ndo unaanzia tawafu yake. Wayantahi ilaihi, na iishie pale pale. Unaanzia pale, unakwenda unaishia pale, ndiyo moja. Unaendelea tena, ukiishia pale pale ndio ya pili. Kwa hiyo unaanzia kwenye sawa na Hajar Aswad, halafu unamalizia pale pale. 5, an yakuna albaita an yasari taifi, inatakiwa ile Kaaba iwe kushotoni kwa yule anayetufu. Hii tulisoma katika darasa lililopita. Usije ukatufu ukaiweka ile Kaaba upande wa mkono kulia. Unatakiwa utufu iwe kushotoni kwako, maana yake wewe unatakiwa uendee kuliani. Iendea kuliani kwako, maana yake ndio utakuwa iko kushotoni kwako. Falau tafa, kama atatufu, wa kana albaytu an yaminihi, ikawa ile nyumba ya Allah kaiweka upande wake wa kulia, la yasihu tawafu, tawafu yake itakuwa si sahihi. Kwa maana ikiambiwa si sahihi, maana yake itabidi uanze nyingine. Falau tafa fil hijri, kama mtu atatufu ndani ya Hijr Ismail, kuna kitu pale kinaitwa Hijr Ismail, ambacho hii Hijr Ismail iko kaskazini ya ile Kaaba. Kitizama ile Kaaba utakuta mfano hii ndio Kaaba, kule kaskazini kule kuna kama kichumba fulani kimetokeza, hakikwenda juu. Taelewana sasa? Yaani labda tuseme kama utaona kama kibla fulani kwa kusema, lakini hakikwenda na juu, kiko upande wa kaskazini. Ile ndio Hijri Ismail. Usije ukapita hapa ndani ya Hijri ukaiacha Hijri nje, itakuwa huko. Maana Hijri Ismail nayo ni miongoni mwa Kaaba. Kwa ina maana upite nje ya Hijri Ismail. Sawa? Anasema falau tafa fil hijri, sio kasema hajari, ni hijri. Mtu kama atatufu kwenye Hijri Ismail, mle ndani ya Hijri, akapita ndani ya Hijri, la yasihu tawafuhu, haitosihi tawafu yake. Kwa nini? Fa innal hijra, kwa sababu Hijri Ismaila washadharwani, na shadharwani tumesema Hijri Ismail ni kikuta fulani kimenyanyuliwa hivi upande wa kaskazini, lakini kuna kikuta chengine inaitwa Shadharwan. Shadharwan ni kijengo fulani kama msingi fulani ambao umenyanyuka kidogo, umeambatana na ile Kaaba yenyewe, imezunguruka hivi, imeambatana na foundation ya ile Kaaba, inaitwa Shadharwan. Kwa hiyo pia Shadharwan nayo uipite nje, ikaipita ndani. Katia namba anasema al-Hijr kwanza, si ndio? Namba 4 umeiona? Al-Hijr sema huwa Hijru Ismail, ni Hijr Ismail, wa yakau shimal al-Kaaba, na hii ipo kaskazini ya Kaaba. Hijr Ismail yahutuhu suwarun, inazungurukwa na ukuta, ala shakli nisfi daira, lakini ukutani uko nusu tu ya ule mzunguruko, haukuzunguruka ile Kaaba yote, iko daira nusu ya Kaaba tu, imekuja kama kipindi hivi unaweza kusema, na hakikufika juu. Walaysa alhijru kullahu min albayt, lakini anasema sio ile Hijri Ismail yote ni katika Baitillah, si yote kwamba ni katika Baitillah, kwa sababu kawaida haitakiwi kunyanyuka sana. Hijri ni kidogo tu. Kwa hiyo sio kwamba ile Hijri yote ni katika Baitillah, bal juz'u alladhi huwa min albayti, bali sehemu ambayo inahesabiwa ni katika Baitul Harami, qadarahu 6 adhru'in, inakadiriwa kama dhiraa 6 tu, kutoka chini dhiraa 6 tu, hiyo ndio inahesabiwa kama ndio Hijri. Ukitoka hapo kwenda juu ikizidi, hiyo si katika baiti, si katika Baitul Haram, kama dhiraa 6 nahu 3 amtar, yani ni sawasawa na mita 3 tu, kutoka chini kwenda mita 3, hiyo ndio itakuwa iko katika Hijri. Ni Hijri ambayo inahesabiwa ni katika Kaaba, ni katika nyumba ya Allah subhanahu. Kwa hiyo ukitufu uitufu upite nje yake. Tupo jamani? Na Shadharwani anasema albinau almulasiku li asasi alkaaba,
Shadharwani ni jengo ambalo mulasiq limeshikana liasasil Kaaba, na foundation msingi wa ile Kaaba imeshikana chini kule. Alladhi tudhau fihi halakul kaswa, ambayo kijengo hichi huwa wanaweka zile nguo zilizokusha choka. Ile Kaaba sinafunikwa nguo juu, ikichoka wakitoa wanaweka kwenye shadharwani. Sawa, hii Kaaba humu pembeni humu kuna kikuta fulani imejengwa humu, imeambatana na foundation hii, basi humu ndio shadharwani. Kwa hiyo pia shadharwani uipite nje yake, usiipite ndani yake, kwa sababu shadharwani nao ni katika Kaaba. Min albaiti, kwa sababu shadharwani min albaiti inayosema wallahu amara bitawafi bilbaiti, na Allah ameamrisha watu watufu ile nyumba, waizunguruke nyumba. La fil baiti, si ndani ya nyumba. Fakala, amesema waliyatawafu bilbaiti alatiqi, waizunguruke ile nyumba ya zamani. Nyumba ya zamani ikiwemo Hijr Ismail na ikiwemo shadharwani. Wayustahabu alqurba min albaiti in istayassara, na inasuniwa, inapendezeshwa ukitufu uwe karibu na ile nyumba ya Allah. Hiyo Kaaba hii ukapite kule, ikiwa watu wamekuwa wengi haina shida, lakini madhali imekuwa ni wepesi, basi upite karibu nayo. Nasema ustahabu, inasuniwa alqurbu min albaiti, ukitufu utufu karibu na ile nyumba. Intayassara, lakini ikiwepesika. Kwa maana ikiwa ni rahisi basi ufanye hivyo, ikiwa hali ni ngumu, manake msongamano ni mwingi, usilazimisha hilo pale tabalaa bure. Sharti ya 7, muwalatu sa'i, lazima zifuatanishwe zile sa'i, zile raundi zile zifuatanishwe muwala. Lakini wengine wakasema hii si sharti, lakini wengine wameona kwamba ni sharti nayo uzifuatanishe. Manake uende moja uanganishe ya pili, sio ukaenda mbili baadaye kwanza ukakawe alafu ukaenda ukanda ya tatu, au usiziachanishe, maana ndio muwala. Inda Maliki, hii sharti hii ni kwa upande wa Imam Malik wa Ahmad, wanaona lazima nini ziunganishwe hizo, kuwe na muwala. Wala yadhuru tafriqu liyasir, lakini wakasema haidhuru kama utaziachanisha kwa muda mdogo. Umetufu ya kwanza ukapumzika kidogo tu, si muda mrefu, haina shida. Li ghairi udhurin, iwe umeziachanisha kwa muda mdogo pasi na udhuru, hakuna tatizo. Wala tafriki alkathiri, hata kama utatenganisha kwa muda mkubwa, li udhuri, lakini ukiwa na udhuru. Ikiwa itakuwa hakuna udhuru, basi kuachanisha muwala ukakosekana kwa muda mdogo sana, haina shida kwa upande wa Malik na Ahmad. Lakini vile hata kama utazienachanyisha kwa muda mkubwa, lakini kukiwa na udhuru ya kufanya hivyo, hakuna tatizo kwa upande wa Malik na Ahmad. Wa dhahabat Hanafia, na wakaenda watu wa Kihanafi wa Shafiia na wa Kishafi, wao wakasema ila anna almuwalati sunna, wakasema kule kufuatanisha sio sharti, ni sunna. Kwa hiyo falau faraka baina ajzai tawafi, kama mtu ataziachanisha baina zile sehemu za tawafu, pengine tawafu ya kwanza na ya pili, ukatufu wa kwanza ukakaa muda mrefu ndio ukenda ya pili, mfano wake kama huo, ukaziachanisha tafrikan kathira, tena utenganishaji uliokuwa mwingi, bighairi udhuri, hata kuwa hakuna udhuru, la yubtilu, tawafu yako haitabatili. Hiyo ni Kihanafia na Kishafiia, wanasema kule kumuwala sio sharti bali ni sunna. Kwa hiyo ukizitenganisha hata kama muda uwe mrefu, iwe kuna udhuru au hakuna udhuru, basi tawafu yako haibatiliki, manake unaendelea tu, unahesabu tatu vile, basi unamalizia vizuri. Wayabni ala ma madha, na atajengea hesabu pale alipofika min tawafihi, katika tawafu yake. Utaangalia andisha kulufu 5, basi utamalizia 2. Rawa Said bin Mansuri, ushahidi wa hayo amepokea bwana Said bin Mansuri, amesimlia an Humaid bin Zaid, kutoka Humaid bin Zaid, kala, amesema raaitu Abdullah bin Umar, nilimuona Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
radhi za Allah zimshukie na baba yake, tawafa bilbaiti, alitufu katika ile nyumba ya Kaaba, 3 atwafi, tawafu 3 au 4 au 4. Thumma jalasa yastarih, kisha akakaa kitako akapumzika. Alikuwa akachoka, piga raundi zake 3 au 4, asema halafu akakaa kitako. Hajamaliza, kwa muwala hapo umekosekana. Akakaa akapumzika. Wa ghulamu lahu yaruhu alayhi, na akawa na kijana wake amefuatana naye, yaruhu alayhi, kawa kama anampepea pepea hivi, anampa raha kidogo, apumzika kwa sababu. Baada ya hapo, fakama, akanyanyuka, fabana ala ma madha, akajengea hesabu yake juu ya kile alichokipitisha, min tawafihi, katika tawafu yake. Maana kama ilikuwa ni 4 alimalizia 3, wala hakuanza tena mwanzo, kuonyesha kwamba hazibatiliki tawafu yako kwa kukosekana muwala, kwamba si sharti. Maana yake nini? Wa inda Shafiia, na kwa upande wa Kishafi wal Hanafia na Kihanafi, anasema lau ahdatha fi tawafi, ikitokezea mtu kahuduthi katika tawafu. Tukisema kahuduthi tofahamiana, yani katokwa na hadathi, akapata hadathi, iwe kubwa iwe ndogo. Ukifanya tawafu yako raundi ya kwanza, ya pili, ya tatu, mfano shekhe, ukapumua huko, ndio ushakuwa muhdith. Sasa kama ni sharti, tabidi sasa hapa ibatilike, au sio? Wanasema kwa Kishafi na Kihanafi, wanasema ikitokea mtu kahuduthi kwenye tawafu yake, tawadhaa, atakwenda akatawadhe, wabana, atakuja kujengea hesabu yake pale pale, wala yajibu istinafi, hawajibikiwi kuanza upya. Kubwa ujue tu, nishakwenda 5, basi nenda kati ya huko, unakuja kuendelea, uanze mwanzo. Wa intala alfasl, tena hata kama muda urefuke, pengine ulipohuduthi ulikwenda kujikutia udhu, pengine kule ikatokea pengine maji shida, foleni kubwa, ukachukua muda, unakuja kuendelea, huanzi upya. Kwa hiyo hii yote wanajenga ushahidi kuonyesha kwamba humu wala ina maana si sharti. Na ushahidi mwingine wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma, kutoka kwa Abdullah bin Umar, Allah mridhie na baba yake, annahu, hakika yeye, kana yatufu bibaiti, alikuwa siku moja akitufu katika nyumba ya Allah, huku anatufu, fa ukimati salatu, ikakimiwa swala ya faradhi, fa salla ma'a alqaumi, akaswali pamoja na, manake alikatisha tawafu akaenda akaswali. Na tulipita kama darasa nyuma, kama kumbuka, kwamba ikitokezea umeenda pale umeanza tawafu, pamoja na kwamba inatakiwa pale uanze na tawafu, usianze na sala, lakini umefika pale sala imekimiwa, inabidi uanze na sala, afu utakwenda kutoka. Au imekimiwa hujamaliza raundi, inabidi ukatishe uende ukasali, baadaye utakuja kumalizia. Ni ile ile kama mwala, si sharti bali ni sunna, haibatiliki kwa sababu ya kukosesha nini? Mwala wako. Abdullah bin Umar anasema ilikimiwa sala, fa ukimati salatu fa salla ma'al qaum, akaenda akasali pamoja na watu, thumma kama, kisha alipomaliza akasimama, fabana ala ma madha min tawafihi, akaenda kujengea hesabu yake iliyopita katika tawafu yake, kaendeleza pale pale. Nyingine wanataa kutoka na ataa, annahu kana yakul, hakika yeye alikuwa anasema hivi, fi rajuli, kuhusiana na mtu ambaye yatufu baadhi tawafihi, ametufu baadhi tu ya tawafu zake hajamaliza, thumma tahdhuru janaza, kisha hajamaliza paka hudhuria sala ya janaza. Jeneza limeletwa pale nataka liswaliwe, na yeye ndio kashatufu baadhi tu ya raundi hajamaliza, afanyeje huyu? Akasema thumma tahdhuru janazata, qala, akasema yakhruju, atatoka kwenye tawafu, yusalli alaiha, akasalie jeneza, thumma yarji'u, kisha atarudi, fayaqdhi ma baqiya, atakuja kulipa kilichobaki, min tawafihi, katika tawafu yake. Kwa hiyo hatoanza huko. Ushahidi huu wote inaonyesha kwamba ina maana muwala
si sharti katika tawafu. Sunanu tawafu zile zilikuwa ni sharti, sasa tunaingia na sunna za tawafu. Sunanu tawafu, sunna za kutufu. Litawafi sunanun, anasema tawaf ina sunna zake, nadhkuruha fima yali, tunazitaja kama hivi ifuatavyo. Kwanza kabisa, istiqbalu al-hajar al-aswad, ulielekea hajar al-aswad. Ikiwa si unaanzia pale kwa hajar al-aswad, ukifika pale ulielekea ile hajar al-aswad. Tuko pamoja? Ulielekea istiqbalu al-hajar al-aswad, ulielekea hajar al-aswad inda bad'i tawafi, unapoanza tawafu, tena maa takbiri wa tahlil, ulielekea pamoja na takbira na tahlil, la ilaha illa Allah wallahu akbar, sawa, pamoja na tahlili na takbira, tena wa raf'i al-yadaini, na unyanyue na mikono miwili, la ilaha illa Allah wallahu akbar, unyanyue mikono miwili, karaf'ihima fi salat, kama inavyonyanyuliwa mikono katika kuswali. Si unanyanyua hivi Allahu akbar, si ndio? Basi unanyanyua vile. Hiyo ni katika sunna. Ukishanyanyua mikono yako hivi, unaigusa pastalamahu, unaligusa al-hajar bihima, kwa hiyo mikono miwili, biwad'ihima alayhi, kwa kuyaweka mikono hiyo juu ya hajar yenyewe, taweka, wa takbiluhu, na libusu, weka pale unalibusu, lakini biduni sauti, busu lako lisije likatoka huko, basi na sauti. Wa wadhu al-hadd alayhi, na unaweka hadi tefute kwenye ile hajar aswad, weka hivi abusu, alafu unaliekea nini, hadi. Kwa pamoja, in amkana dhalika, lakini hayo yote utayafanya ikiwezekana. Ikiwezekana kwa kwetu sisi kidogo ni ngumu, kwa sababu sisi hatuendi kule mpaka siku zile za msimu, ndio, na siku za msimu kule kunakuwa kumejaa, ulifiki hata siku moja kwenda ukaliekea mikono Allahu akbar, tena wewe huwezi kupata hiyo. Labda hii kwa wale walioko kule, pengine kuna ile mida ambayo kunakuwa peupe kidogo, hapana nini sana, hapapo peupe pale, lakini kidogo pengine imepungua ile hali, unaweza ukapata. Kwa hiyo usijilazimisha haya, kama kwa kuwa sunna ukasema basi lazima uyapate, utakwenda kufanya kitu. Siku zote kisheria unaambiwa sunna inaachwa ikiwa italeta madhara, sababu kuwadhuru watu ni kitu haramu. Huwezi kufanya sunna ambayo itasababisha nini? Haramu, madhara. Na ukifanya inaonekana we umekosa kufahamu kitu kinaitwa fiqhul awlawiyya, kutambua vile vinavyotakiwa kupewa vipaumbele, utakuwa hujui. Kwa hiyo in amkana, ikiwa itayumkinika kufanya, wa illa, ikiwa haiwezekani, masahu biyadihi, utaligusa tu kwa mkono, wa qabbalaha, alafu utagusa mkono, au masahu bi shay'in ma'ahu, au utaligusa kwa kitu chochote ulicho nacho. Pengine una fimbo, utagusa kwa fimbo, wakabalahu, alafu utabusu hiyo fimbo yako. Au ashara ile, pengine kuligusa hata kwa fimbo hupati, basi hata kuliashiria tu huko uliko. Biasa, pengine unaliashiria kwa fimbo, wanahawiha, na mfano hata mkono unaliashiria, nabusu mkono wako. Wakajaa fi dhalika ahadithun, na pamekuja kuhusiana na hayo hadithi nyingi tu, wa ilaika ba'dhuha, na kuletea baadhi yake. Ya kwanza amesema Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Allah mridhie na baba yake, anasema istakbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alilielekea mtume rehma na amani juu yake, alhajara, ile jiwe jeusi, wastaslamahu, akaligusa, thumma wadaa shafataihi, kisha akaweka midomo yake pale kwenye jiwe, yabki, akawa analia, tawila, talia muda mrefu sana. Fa idha Umar yabki tawila, tahamaki na Umar na yeye kalia sana. Fakala, akasema mtume, ya Umar,
Umari we, huna taskubu al-ibra, hapa ndiyo mwaga machozi yako. Huna taskubu al-abarati, hapa ndiyo mimina machozi, hapa ndiyo limwage ya chozi lako. Elewana? Una namba hiyo. Al-ibarati ay dumu'a, machozi. Hadithi hii rawahu al-Hakim, imepokewa na Hakim, wakala na akasema sahihu al-isnad, hadithi sanadi yake ni sahihi. Nyingine wa Ibn Abbas, kutoka Ibn Abbas anna Umar, hakika Sayyidina Umar akabba ala rukuni, alinama kuinamia rukuni, ndio hiyo Hajar al-Aswad, aliinamia. Fakala, akaliambia maneno, sema inni la a'lam, sikiliza wewe bwana, mimi nakujua, annaka hajar, kwamba wewe jiwe tu. Walau lam ara habibi, lau kama sikumuona kipenzi changu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mjumbe wa Allah, rehema na mjake, kabalaka, akikubusu, wastalamaka, na kukugusa, mastalamtuka, nsingekugusa, wala kabaltuka, wala nsingekugusa. Hapa tunajifunza nini kwenye hivi? Tunajifunza kwamba kumbe jambo ikiwa Mtume sallama amelifanya au limethibiti kwake, wewe huna hiari. Hata kama akili yako haitaki, akili yako haipendi. Umar anasema mimi nakujua wewe ndiwe. Haya ninayokufanyia ni kwa sababu nilimuona Rasulu akifanya. Ndio sina jinsi na mimi lazima nifanye. Nisingemuona haya nisingekufanyia. Kumbe ina maana sisi tukimuona Mtume afanya, ina maana tunatakiwa tufanyeje? Fanye. Kwa hiyo akasema nisingekugusa, nisingekubusu, lakini nakubusu, nakugusa. Kwa nini nakugusa? Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Tasoma hiyo aya tena, kwa sababu amekuwa kwetu Mtume ni kigezo kikikono na muiga yeye. Hadithi rawahu Ahmad, ipokuwa na Ahmad wa ghairu, na wengineo, tena bi alfadhi mukhtalifa mutakariba, kwa matamshi yaliyokuwa tofauti tofauti, lakini mutakariba, yanakaribiana katika maana. Wakala Nafi'un, akasema bwana Nafi', raaitu ibn Umar, nilimuona mtoto wa Umar radhiyallahu anhuma, radhi za Allah ziwaendee wawili wote, istaslama alhajara biyadihi, akiligusa lile hajar, jiwe, kwa mkono wake, thumma kabbala yadahu, kisha kabusu mkono wake. Wakala, na akasema na yeye, ma taraktuhu, sijaliacha jambo la kukubusu wewe, mundu raaitu Rasulallah, tokea muone Mtume sallallahu alaihi wasallam yafaluhu, akifanya hivyo. Yani nisema mimi sijaliacha jambo la kubusu jiwe tokea nilipomuona Mtume anafanyaje, analibusu, kuonyesha yale maneno ya baba yake, kwamba kwa sababu Mtume kafanya na mimi nafanya, kwa hiyo hajaachapo kufanya hilo. Hadithi rawahu al-Bukhari wa Muslim, imepokewa na Bukhari na Muslim. Wakala Suwaidi bin Ghafalati, akasema Suwaidi bin Ghafala, mtoto wa Ghafala, raaitu Umara, sema nilimuona Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Allah mridhie, qabbala al-hajar, akilibusu jiwe, waltazamahu, na kulikumbatia. Ndio ile kalikumbatia sababu. Wakala, na akasema raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, nimemuona Mtume wa Allah, rehma na amani juu yake, bika hafia, kwako wewe, akiwa anakung'ang'ania, anakukumbatia, yani anakushuhudikia sana. Hadithi rawahu Muslim. Wa ibn Umar, kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma pia, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, hakika Mtume, rehma na amani juu yake, kana yaati albaita, Mtume sallama alikuwa anakwenda kwenye ile nyumba ya Allah katika Baiti al-Haram. Akifika pale, fayastaslimu al-hajara, akiligusa lile jiwe jeusi, wayakulu, na akisema hivi, bismillahi wallahu akbar, kwa jina la Allah na Allah mkubwa. Hadithi rawahu Ahmad. Wa rawa Muslim an Abi Tufaili, kapokea Muslim pia kutoka kwa Abi Tufaili, kala, amesema raaitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallama,
nimemuona mjumbe wa Allah rehema na amani juu yake, yatufu bilbaiti, akitufu katika nyumba ya Allah, wayastaslimu bimihjani, na akiligusa lile jiwe, bimihjani, kwa fimbo, maahu, aliyokuwa nayo, wayukabbilu almihjana, alafu akibusu ile fimbo. Warawa al-Bukhari, na pia amepokea Imam Bukhari wa Muslim na Muslim wa Abu Daudi an Umar radhiyallahu anhu, kutoka kwa Sayyidina Umar Allah mridhie, annahu, hakika Sayyidina Umar jaa ila hajari, alikuja katika hajar al-aswad, faqabbalahu, akalibusu, faqala, alafu akaliambia maneno, kaambia inni a'lamu, mimi najua bwana, nakujua wewe, annaka hajar, wewe ni jiwe tu, la tadhuru, hata mimi nikiacha kukubusu wewe huna madhara yote, unaweza kunidhuru, wala tanfa, wala hunufaishi tankikubusu. Walaula anni raaitu rasul, kama mimi sijamuona mtume wa Allah rehma na amani, yukabiluka, akikubusu, ma qabaltuka, nisingekubusu.